Leo mwambie Mungu, naomba leo mawazo yako yabadilike juu ya maisha yangu. Yawe mawazo ya amani, yawe mawazo ya kunipa tumaini siku zangu za mwisho, yawe mawazo ya kunipa furaha, yawe mawazo ya kunishindia, yawe mawazo ya kunipigania. Hebu mwambie Mungu abadili mawazo yake juu ya maisha yako. Haleluya, haleluya. Inawezekana ulishakosea na Mungu naye akabadilisha namna yake ya kuwaza kuhusu wewe. Kuna mtu anaitwa Yesu. Mungu alimbariki sana, aliponenepa akawaza kumwacha Mungu. Kuna mtu anaitwa Zerubabeli. Mungu aliye kumuita mtumishi wangu, baadaye akapendeza, akawaza kumwacha Mungu. Mungu akasema, Zerubabeli, umekuwa mlima mkubwa, unani mbele za Bwana, utakuwa tambalale. Kama Mungu ndiye amekuinua kufika mahali, ukianza kumdharau, ukaanza kumpuza, ukaanza kuwa na ulegevu katika kumtumikia, atakushusha, utakuwa tambalale. Hebu sema utakuwa tambalale. Sema tena utakuwa tambalale. Sema tena utakuwa tambalale. Kama unampenda sema, kama unampenda Yesu sema amen. Kwa hiyo Mungu anaweza akabadilisha mawazo. Ulikuwa umekuinua wewe mlima mkubwa, lakini ukianza kumkosea anabadilisha mawazo. Mungu alikuwa amewaza huyu kaka atasoma, nitampa akili, atakuwa profesa, atakuwa injinia, atakuwa daktari. Unapoanza kuwa na kiburi, Mungu anabadilisha mawazo. Mungu alikuwa amewaza huyu mama nitambariki, atakuwa mkubwa, atakuwa na biashara, watoto wake watainuka. Unapoanza kumwasi Mungu, ukaanza kuwa na dharau na kiburi, Mungu anabadilisha mawazo. Mungu akikuona wewe mchungaji umetaabika, umeomba miaka nenda rudi, huduma yako haikui, Mungu akaanza kuwaza nitakuinua, utakuwa mchungaji mkubwa, utaenda katika mataifa, ukaanza kuwa na kiburi. Mungu anabadilisha mawazo. Kwa hiyo lazima ujue Mungu ni mwepesi. Hebu sema Mungu ni mwepesi wa kubadilisha mawazo na nia yake. Ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo ili uwe salama katika mpango na kusudi la Mungu, uwe salama katika mpango na kusudi la Mungu, lazima nawe uwe mwepesi kugeuka na kugundua kwamba ni wapi nimemkosea Mungu, ni wapi nahitaji kuirekebisha, ni wapi nahitaji kutembea sawa sawa. Kama unampenda Bwana si useme amina. Si useme tena amina. Hebu sema lazima niwe mwepesi. Sema lazima niwe mwepesi. Ni katika eneo moja tu ambalo Mungu ametuonya tusiwe wepesi, eneo la hasira. Anasema wala msiwe wepesi kukasirika mioyoni mwenu, wala msiwe wepesi kutenda dhambi. Maana haya mawili, usiwe mwepesi kutenda dhambi na usiwe mwepesi kukasirika ndani ya moyo wako. Yaani kajambo kadogo tu umeshakasirika, umevimba, umeshachukia kusalimia watu, umeshakasirika, yaani umeshatoa matusi, maneno. Usiwe mwepesi. Hebu tulia, Mungu anakupigania. Hebu sema Mungu ananipigania. Sema Mungu ananipigania. Hata kama unamdai mtu hajakulipa, usiwe mwepesi wa kuzila hela. Nimezila, nimekuachia, kula ikufaidisha. Hapana, wa Mungu si mwepesi wa kuzila. Usiwe mwepesi wa kutenda dhambi. Hebu vumilia tu, Mungu atakupigania. Mwambie Mungu, ni kweli jambo hili nakera, ila naomba unipiganie wewe, unitetee wewe, unilipie majibu wewe. Mungu atakusaidia kwa sababu anakuwazia mawazo ya amani. Hebu sema mawazo ya amani. Sema mawazo ya amani. Kama unampenda Bwana nisikie amen. Sasa kila mmoja hebu anza kuomba, tunaenda mbele za Bwana, anza kuomba. Mungu naomba badilisha mawazo yako. Hata kama nilitenda dhambi, badilisha mawazo unayoniwazia. Kama ulikuwa umeniwazia mauti, kama ulikuwa umeniwazia uharibifu, naomba Mungu sasa uniwazie mawazo ya amani. Kila mmoja omba. Uwe mtoto mwambie Mungu maneno hayo. Uwe mtu mzima, uwe kijana, uwe mwanamke, uwe mwanaume, hebu mwambie Mungu, naomba badilisha sasa namna unavyoniwazia. Kama ulikuwa unaniwazia kunipiga, kama ulikuwa unaniwazia kuniharibu, kama ulikuwa unaniwazia kuniadhibu, kunitupa jehanamu ya moto kwa sababu ya maisha yangu. Na pili, umwambie Mungu abadilishe mawazo ya wanadamu juu ya maisha yako. Kuna hilo eneo sijaligusa, lakini kuna wanadamu pia wanakuwazia vibaya. Na Biblia inasema aliwazalo mpumbavu ndio atakayotokea. Kwa hiyo kuna saa mpumbavu anataka kuwazia wewe, huyu atakufa, huyu ataibika. Kumbuka neno la Mungu linatimia. Aliwazalo mjinga pia linamtokea.
Kwa hiyo hata mchinga akikuwazia kwa ujinga, ule ujinga aliyokuwazia unaweza ukajikuta umekupata. Ndio maana ni vizuri pia mwambie Mungu kwenye maombi haya, badilisha mawazo ambayo mjinga ananiwazia, pumbavu ananiwazia, chawi ananiwazia, mtu anapofana ananiwazia, mchawi ananiwazia. Mwambie Mungu, badilisha mawazo nayo waziwa kwa ubaya yawe mema kwa jina la Yesu.